Shalom, 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 shalom. Mimi ni Apostle Mtalemwa. Leo nina ujumbe maalum sana kwa ajili yako wewe unayenitazama na kunisikiliza. Niko kwenye season ambayo wanakuwa nayo almost kila mwaka. Ni muhula wangu maalum wa kufanya maombi na kuwa mbele za Mungu kwa muda mrefu sana. Maana ndivyo Mungu alivyoniita na ndivyo huduma yangu inavyokuwa kila mwaka. Katika muhula wa maombi huwa Mungu ananielekeza jambo la kufanya ambalo linawashirikisha wengine pia katika maombi haya kwa namna mbalimbali. Lakini kwa mwaka huu 2025 Mungu amenipa maelekezo tofauti na miaka yote ambayo amekuwa akinipa katika muhula huu wa maombi. Tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka huu 2025 itakuwa ni Ijumaa ya kwanza kabisa ya mwezi wa 4. Nimepewa maelekezo maalum ya kwamba nichague mojawapo ya maeneo ambayo huwa nafanya maombi. Hapo maeneo ambapo katika muhula wa maombi wanaenda sana, wakati mwingine naenda milimani, lakini hili ni eneo mojawapo ambao wanakuja kwa sababu ya mandhari hii ambayo inaondoa at least uchovu wa maombi. Ukiangalia nyuma yangu kuna ufuko wa bahari na ukiangalia kuna upepo mzuri katika miti iliyoko mahali hapa. Kwa kuna wakati nakuja kwenye maombi katika eneo hili. Eneo hili ndilo nimeamriwa sasa niwalete watu siku ya Ijumaa tarehe 4. Itakuwa ni mkesha wa maombi. Na eneo hili ndipo tutafanya maombi, ndipo tutafanya mkesha. Watu wote wanataka kuomba na mimi na wakaribisha katika mkesha huu. Na mkesha wetu utakuwa unahusu pigo la usiku. Pigo la usiku. Ukumbuke ukiangalia bahari na kukumbusha kwenye bahari ya Sham ambapo Wanaisraeli walikuwa mahali pale na maadui walikuwa wakiwafuatilia. Na walipokuwa wakiwafuatilia kuua, maandiko yanasema walipigwa pigo moja wapo usiku ambapo yule malaika alienda akawavuruga. Baada ya pigo hilo hawakuonekana tena wa Misri katika maisha ya wana wa Israeli. Kwa hiyo itakuwa pigo moja la usiku ambalo litafanyika katika eneo hili ufukweni mwa bahari hapa Police Mess. Na pigo hilo litakalofanyika hakuna adui atakayekufuatilia ambaye amekuwa akivuka mara kwa mara kukufuatia kwenye maisha yako. Ni maombi ya nguvu sana. Umechoka na umaskini, umechoka na magonjwa, umechoka na kunyanyaswa, umechoka na maisha mabaya, umechoka na taabu, mambo yako yote ambayo yamekuwa yakizuiliwa na Wamisri. Una pigo la mwisho. Lipo pigo moja la mwisho litakofanyika katika ufuko wa bahari kama ilivyokuwa kwenye bahari ya Sham. Eneo hili ndilo eneo naloomba na ninaendelea na maombi mahali hapa leo na siku kadhaa niko hapa. Na wale mtakaokuja tarehe 4 mtanikuta hapa. Mimi nimeshawatangulia. Ni eneo ambao naendelea nao tunafanya maombi kwa sababu ya mandhari yaliyoko hapa yananipushi zaidi kuendelea kwenye mfungo wangu mahali hapa. Usikose, lete mtu aina yoyote ambaye shetani anamnyanyasa. Kama wewe shetani anakunyanyasa katika uchumi wako, katika biashara, katika kazi, katika mambo yako ya mahusiano, ulipo pigo la usiku, ni pigo moja kubwa ambalo adui hatakufuatilia tena. Mungu akubariki na jiandae kabisa. Kama unaweza, ni ushauri wangu, hakikisha siku hiyo unafunga. Hakikisha siku hiyo unafunga na kuomba kama unaweza, ili utakapokuwa tunamaliza maombi ya alfajiri wewe unaweza ukafungua na kuendelea na shughuli zako. Uwe serious sana, kwa sababu kama uonyeshe kuchoka hilo tatizo, hakuna atakayeonyesha kuchoka tatizo lako. Mungu akubariki na nakuombea neema kubwa. Usiku usikose. Ooh,